And in Homa Bay there is no other political party. Mimi wanasema kitu kimoja ya kwamba lazima tulete mageuzi katika kwenye uongozi wa taifa la Kenya. Na sijawahi jua ni nani aliyelani viongozi, baadhi ya viongozi, sio viongozi wote wa Jaluo. Sijui ni nani aliyelani baadhi ya viongozi wa Jaluo, ndugu zangu. Kiongozi amechaguliwa kwa kuwakilisha mwananchi, anajiwakilisha maslahi yake binafsi. Sijui ni nani aliyedanganya hao viongozi wetu lazima tufanye zoning kule Luo Nyanza. Ndugu zangu, kifo ya Raila Odinga inaenda kufanya baadhi ya viongozi kutoka Luo Nyanza kupoteza vitu mingi sana. Peter Opondo Kaluma, sidhani kama kuna kitu ya muhimu ambayo amewakilisha bunge kuzungumza on behalf ya Homa Bay Town constituency. Hawa ni watu ambao walikuwa na hang katika kwenye koti ya Mheshimiwa Raila Odinga. Leo wanazungumza mambo ya zoning kwa sababu wanaogopa. Washafahamu ya kwamba kuna watu ambao wamejitokeza kusimama nao. So wanataka kuwakata ili yeye kama mwenyekiti wa chama cha ODM Homa Bay hakuna hakika ya kwamba atapewa ama ataiba tiketi ya chama cha ODM ili amfaidi. Kwa wale ambao wataona hii video, nataka kusema kitu kimoja, kwamba 80% ya viongozi kutoka Luo Nyanza wanaenda nyumbani. 80%. 80% include the governor of Homa Bay, include governor wa Siaya County, include governor wa Migori County. For reason ya kwamba the common mwananchi ambao anatoka chini hawajawahi ona faida yoyote ya devolution since 2013 tulete serikali ya majimbo. Kwa sababu hawa ndio watu walikuwa mstari wa mbele wa kushutumu wa Kikuyu, wakishutumu Kalenjin ya kwamba Moi amekuwa rais alikuwa anadhulumu Wajaluo, Kikuyu amekuwa rais anadhulumu Wajaluo. So walileta serikali ya majimbo ama serikali ya county kwa manufaa ya jamii yao. Guess what? Wale watu ambao wanaumia sana katika kwenye serikali ya majimbo ni Wajaluo. Wale watu ambao hawajaona faida ya serikali ya county ni Mjaluo. Wale ambao wanataka serikali ya zoning ya kwamba mimi kama mjukuu lazima nibaki hapa ni Wajaluo. Waliopigania serikali ama waliopigania vyama vingi ni Wajaluo. Wanayogandamiza uhuru ya vyama mingi ni Wajaluo. Ndugu zangu, kuna narrative ambayo iko Luo Nyanza. Nikishachaguliwa mbunge lazima nikufe katika kwenye hiyo kiti. Kuna narrative yenye iko Luo Nyanza ya kwamba nikishachaguliwa governor lazima nimalize term yangu. Ndugu zangu, kuna scenario ambayo watu wajui wengi. Gavana wa kwanza wa Kisumu, Jack Nyanungo Ranguma, alikataliwa na ODM 2017 kwa sababu gani? Alikataa kutoa hela kwa chama na kwa party leader. I'm sorry to say that. Kisha wakafanya njama na watasaliti Ranguma na senator wakati huo ambaye alikuwa anaitwa Fred Outa. Nowadays tunaona ya kwamba William Ruto ameingia Nyanza bila bikuasi kwa sababu kuna Raila Odinga. So kwa sababu wanahofia hivi kwa sababu naona Peter Opondo Kaluma ndio wako mstari wa mbele kustumu ama kukataa. Wanataka zoning yeye na Gladys Wanga na mbunge wa Suna East Junet Mohamed. Reason why wanataka zoning ni hii yenye mnyinyi hamjui. Kabila zingine ama jamii ama wapiga kura kutoka Luo Nyanza wajui. 2013 Awendo constituency mbunge ilikuwa ni wa Ford Kenya. Tulikuwa nayo katika kwenye coalition moja ambayo inaitwa CORD. Ilikuwa ni Wetangula
na Kalonzo Musyoka, CORD coalition na Charity Kaliku Ngilu. Mbunge wa Wendo ilikuwa nani? Ilikuwa ni mbunge wa chama ya Ford Kenya. Governor wa Migori alikuwa ameshinda na chama cha PDP ya Omingo Magara, Sakaria Okoth bado, the first governor wa Migori County. ODM walikuwa na candidate yao Wajaluo walikataa. Wajaluo ambao ni wana Migori walikuwa nataka Okoth bado, ndio maana Okoth bado alishinda na PDP. So hiyo scenario ya Okoth bado ndio akina Wanga wanaogopa, ya kwamba wakikuwa na coalition moja na walete watu kusimama na hizo vyama ambao wako na coalition, watapoteza viti. Ndio maana unayo wanakataa, wanataka watengeneze coalition na UDA kisha waweke marufuku vyama vyote ambao watakuwa na katika kwenye coalition hiyo ya UDA, na wengine hawatasimamisha watu kule Luo Nyanza, kwa sababu wakisimamisha watu watakuwa washindi na watashinda hizo viti vyao. Wanga atashindwa katika hilo coalition, Peter Polo Kaloma atashindwa Homa Bay Town, Junet Mohamed Suna East atashindwa kwa sababu hakuna kitu wanafanya. Hao watu ambao ni matajiri ni watu ambao wanakula mshahara bure. Tuende Siaya, linda mwananchi. The reason why Siaya Loengo anaenda kushindwa, watu wengi wamefunguka macho, watu wengi kutoka Luo Nyanza wamefunguka macho sasa hivi. Wamejua role ya governor, wamejua governor kuna pesa, hawana haja na Rais William Ruto. So therefore wanajaribu kublackmail kwamba Ruto ni mbaya, maisha ni magumu kwa sababu Ruto. Lakini governor wa Siaya anasahau ya kwamba pesa ambayo anapewa zaidi ya bilioni 8, 6.6 plus addition 1 point something billion, inakuja bilioni 8 plus ushuru almost 9 billion. Anasahau ya kwamba wana Siaya wamejua kwamba kuna pesa, sio Ruto. So ataulizwa kama governor, wewe kama governor wetu umetufanyia nini tangu uchaguliwe 2022? So hakuna kesi ya kujibu, hata kuwe one term ama kuwe linda mwananchi, lazima aulizwe pesa na naenda nyumbani. So mimi ningependa kuuliza people like Peter Polo Kaloma, ni motion gani umepeleka bunge kama mbunge wa Luo Nyanza kusungumusa tatizo la jamii ama tatizo ya wakulima ama tatizo ya wavuvi ya Homa Bay? Hakuna. But utasikia kisungumuza our party, we as ODM, we as the party secretariat, we as the leader of ODM. Hiyo ndio utasikia kitumika kwa sababu anataka kuibia wana Homa Bay Town na wana Homa Bay mzima. Wakati wengine wanasema wanalenda William Ruto, wao wanaenda nyumbani. Wakati wengine pia wanasema wanalenda wananchi, wao pia wanasonga. Tafakari ya babu. Langu jina ni Mjukuu. One term kwa wabunge wa Luo Nyanza is real. One term kwa magavana wa Luo Nyanza is real. All of them. Nyong'o amemaliza, lakini Ochilo is one term. Wanga is one term. Orengo is one term. Believe me and wait and watch. 2027 things is real.